Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awalan uhayyikum bi tahiyatin islam wal iman. Tahiyatun mubarakah min indillahi azza wa jalla. Allah wa hiya salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na katika ndugu zetu katika binadamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi, iwe nawe pia. Kwa hakika mada ya leo ni nzuri, kisha haitatufungia, ni pana, unaweza kutambaa vizuri. Mada zingine huwa zina mipaka, lakini hii mada ni pana sana, ni nzuri, tuipenda. Mada ambaye iko na kichwa cha habari, ibada sahihi ya manabii. Nashukuru mwalimu aliyetangulia kwa upande wa Kristo, Mungu ambariki sana. Aingie msikitini, anaitwa Omar, kwa sababu ametumia lugha nzuri, hajatusi. Nimempenda, kakosea kidogo tu, nitamrekebisha kama rafiki yangu, kakangu mdogo, usione mwili kakangu mdogo ule, nitamrekebisha tu. Kosa la kwanza aliyefanya, ametupa ibada ya watu wengine, lakini ibada inayofanyika makanisani hajatupa. Ndio Waislamu tuona ibada ya msikitini haifai, tufuate hii tuliyopatiwa. Kwa hivyo wamesahau kichwa cha habari, mada inayosema ibada sahihi ya manabii. Manabii waliabudu vipi na makanisani mnaabudu vipi? Hapo kidogo ndio umekosea. Kwa hiyo mwalimu atakayekuja arudi katika mada. Ya tatu, hajatoa hata nabii moja ibada za. Kwa mfano, Yesu alifanya ibada, hajatuambia Yesu alifanya ibada vipi. Musa alifanya ibada, hajatuambia Musa alifanya ibada vipi. Ibrahim kadhalika, hajatuambia alifanya ibada vipi. Na kichwa ni ibada ya manabii. Kwa hivyo kidogo mwalimu ni mzuri, lakini naona bado. Kwa hivyo sikiza elimu. 42, 48, 29 Qur'an. Naanzia pale sasa. 48, 29 Qur'ani inasema hivi. Yaani mngetupatia vile makanisani mnaabudu, tungeacha mambo ya kuamka saa 11 kushikashika maji baridi. Hiyo tunaamka saa 4 kama nyinyi, maji moto. Kanisani saa 5, saa 6, saa 8 ushatakatilisha, kama unaenda nyumbani story imeisha. Unaona Lakini mnatoa. Kwa hivyo tuwafundishe ibada sahihi ya msikitini vile manabii walifanya. Twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Temka. Muhammad ndio ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na walio pamoja naye, ndio ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Temka. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Twende. Utawaona hao Waislamu, utawaona wakinama. Sasa naomba muangalie hapa nyote wa Kristo, ibada ya msikitini ndio hiyo, na nitaitoa mpaka ndani ya Biblia. Hao Waislamu utawaona wakinama hivi, kwa kurukuu. Hii ni kurukuu, Kiswahili kuinama, ndio. Naam, kusujudu pamoja. Kusujudu maana yake ni kupeleka uso wako huu mpaka chini. Kwa nini? Wakitafuta, kwa sababu kitu ambacho kinapata mwanadamu apata heshima nacho ni uso wake. Mwanadamu anapokopa duka hapa, anasemanga hiyo siku pata pesa ya kumlipa mwenye duka. Kwa hivyo sina uso wa kupitia kwake, wacha nipite huko asinione. Kwa sababu gani? Uso wa mwanadamu ndio mwenye heshima. Ukitaka kupigwa na mtu ufika uso. Sehemu nyingine upekine uso, mwanadamu hapendi kupigwa, because uso ndio heshima ya mwanadamu. Sasa hiyo heshima ambayo inapatikana ndani ya uso wako, unaambiwa uipeleke chini kwa ajili aliyekuumba, umuonyeshe yeye anafaa kuabudiwa na anafaa kushukuriwa kwa neema aliyekupa wewe mwanadamu, za afya, za uhai, za nguvu ambaye Mungu amekupa. Lakini wao wanadamu alipokuja hapa, alikataa kupeleka uso wake chini. Waislamu tukatii kama vile manabii wote walifanya. Twende. Inasema utaona wakinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Na kusujudu Waislamu, kimoyo Islam barabarani sasa ikifika na mkuu anafanya hivi. Msikitini wanasujudu pamoja namna hii. Twende. Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Naam. Mara
ya msikitini Waislamu wanafanya. Endelea. Alama zao Waislamu zi katika nyuso zao. Asante. Kwa taadhira. Adhari ya kusujudu. Maliza. Tunadua ndio mfano wao katika Taurati. Tunaambua huu ndio mfano wao katika Taurati ya Musa na mfano wao katika Injili. Huu ndio mfano wao kusujudu hivi katika Taurati na katika Injili. Swali, tutembee ndani ya Taurati iliyotangulia. Musa alipokuwa duniani aliomba Mungu vipi? Qur'an inasema huu ndio mfano wao katika Taurati. Tembea ndani ya Taurati. Inasemaje? Katika kitabu cha Kutoka 34:8. Twende. Kutoka 34:8 inasema twende. Musa akafanya karaka. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Hii ndio kichwa, hii ni chini. Hapa ni kwa jukwaa lakini chini kule mpaka nchi akasujudu. Kumbe Musa anaomba Mungu kama nani? Kama Muhammad. Tutoke hapo. Qur'an imesema hivi, huu ndio mfano wao katika Taurati. Musa tumemkuta kichwa chini. Ndio mfano wao katika Injili. Yesu alipokuwa duniani aliomba Mungu vipi? Kitabu cha Mathayo 26:39. Twende. Mathayo 26:39. Ibada sahihi ya manabii ni ipi? Ile inafanyika kanisani au msikitini? Twende. Mwalimu anasema na Bwana Yesu akaendelea mbele kidogo akaanguka. Ndio kifulifuli. Sasa walimu wa Kristo upenda kupinda lugha hapa. Wanasema kifulifuli maana yake ni kulela tumbo. Chukua Kiingereza. The same fast. Inasema wanasema ati kifulifuli maana yake kulela tumbo. Hakuna nabii alilela tumbo akiabudu Mungu, hamna. Twende. Kweli ni mkarate. Alafu nimeutangulia hapa niona chairman wao aliwaambia fungeni macho tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo aliwaambia mfunge macho nani? Yesu akiwa hapa alikuwa anafungua macho. Na nakupa andiko. Ukifunga macho ibue simu utamlaumu nani? Twende. Mwalimu Mathayo 26:39. Inasemaje? Niko karibu kufika mwalimu. 26:39. Haya 26:39. Inasemaje? Mwalimu inasema ajua ni kadogo. I'm going a little further. Jesus going a little further. He fell on his face. To the ground and prayed. Sasa kwa hivyo Yesu akiomba uso wake huko chini. Muhammad chini. Musa chini. Yesu chini. Hao wote msikitini. Sasa mkuja hapa muotoe msikitini mwapeleka kanisani. Sio mimi, ni vitabu. Hii ndio ibada ambayo manabii wote walikuwa kifanya. Lakini sasa mwalimu alipokuwa hapa akataka kupinda watu wasitoe viatu. Jamani, kutoa kero lazima. Qur'an sura 12 aya 20. Twende. Qur'an 12 haraka. 20:12. Twende. Inasema hivi mwalimu, 20 Waislamu watoe viatu. 20:12. Na kuna mwimbaji mmoja kutoka Tanzania ndio waliofanya hao bwana waje kutoa viatu. Bwana alina na Musa kwa viatu. Kiatu cha Msengeli, kiatu Msengeli ni kiatu. Si kiatu hicho, ni kiatu cha miguu. Ati kuchukua kiatu cha roho. Roho yako inafanya mangapi ya kiatu? Na hiyo factor unatengeneza kiatu cha roho. Iko wapi katika nchi ya Kenya? Wacheni mambo yenu bwana. Kiatu ni ya miguu. Soma andiko wewe. Basi alipofika akaitwa. Musa. Bila shaka mimi ndiye Mola wako. Asante. Basi. Vua viatu vyako. Hakika wewe Musa. Uko katika bonde takatifu la Tuwa. Hapa Musa alikuwa ameenda kuongea na Mungu direct. Na sehemu ambayo binadamu anaongea na Mungu naamini sehemu takatifu. Mimi mkienda kanisani mnaamini muende kuongea na Mungu. Kwa hivyo sehemu takatifu na msikitini kile kuabudu tunaenda kuongea na Mungu. Kwa hivyo sehemu takatifu naambiwa sehemu takatifu vua viatu vyako kutoka 3:3.
Kutoka 3:3 twende. 3:3. Inasema hivi mwalimu. Alafu mwalimu kisha niambie roho yako inavaa na mangapi ya kiatu? Na hiyo factory ya kutengeneza viatu za roho iko wapi? Twende. Musa akasema, nitageuka sasa nione maono haya makubwa. Asante. Na sababu kijiti hiki kiteketee. Bwana ndio alipoona kuwa amegeuka ili atazame, ndio Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, ndio Musa. Ndio Akasema mimi hapa. Naye akasema, ndio usikaribie hapa. Kwa nini? Vua viatu vyako. Wapi? Viatu vyako. Wapi? Ngoja mwalimu. Vua viatu vyako. Miguuni mwako. Kiatu ndio hichi. Kuja uniambie ndio kiatu cha roho. Niambie alivua wapi? Hayafiki hapa aseme hatujaambua vua macho, utavua macho yake wapi? Jamani nini lugha? Kuja na hiyo nikutengeneze. Kwa hivyo hii ndio ibada sahihi ya kutoa viatu kuelekea msikitini. Mwalimu anataka kupinda mambo ya kutawadha, anasema lazima mtawadhane, sio kutawadha. Ni kweli, wewe sasa ukisilimu namna ya kutawadha haujui, itabidi nikuonyeshe. Lakini kesho tawadha mwingine namna hiyo, lakini sasa ukishajua uendelee kunyosha miguu. La, 6:5 Qur'an. Aya 6:5 Qur'ani mwalimu. Tembea haraka. 6:5. Yesu asema yeye aliyokwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha, sio kutawadha. Leo Yohana yuko wapi ndio afunze Kiswahili ya jamaa? Ndio Kiswahili ndio shida. Soma andiko. Qur'ani 5. Yohana funza jamaa zao Kiswahili, hapa kuna tatizo hapa. Twende. 5:6 Qur'ani inasema. Unajua Kiswahili kimezaliwa wapi? Tanzania. Kabisa. Kaingia pande wa Mombasa. Ilipopanda pole kuingia sehemu za Nairobi kikaharibika. Ukasikia mtoto anamuita mzee Buda. Hii kikaharibika. Kilipokuja Kisumu kikakufa, kiingia Uganda kazikwa. Ndio unasikia mtu anakuambia pilipili hapa iko ndani ya mtomo yako na wasawasa wewe nini? Kiswahili hicho. Twende wewe. Tembea haraka mwalimu. Enyi mlioamini. Mnaposimama. Ili mkasali. Basi. Osheni nyuso zenu. Na mikono yenu mpaka vifundoni. Asante. Na mpake vichwa vyenu. Naosheni miguu yenu mpaka vifundoni. Hii ndio sheria ya Uislamu. Wakielekea msikitini wanaosha miguu, mikono na kichwa. 13:5 kitabu cha Yohana. Twende. 13:5 Yohana mwalimu. Yesu asemaje? 13. Mambo ya kuosha miguu kwa wanaume hakuna. Unafaa kuosha miguu na mke wako. Wewe unaosha mwanaume mwenzako miguu ati ni ibada? Ibada gani hiyo jamani? Mke wako akuoshe ni heshima sawa, lakini wewe hebu soma andiko sikia sasa. Kisha katia maji katika bakuli. Yesu katia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Wake miguu. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Twende. Akamfikia Simioni. Huyu akamwambia, Bwana, wewe nitawadha miguu mimi? Unataka kuosha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nini nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Twende. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kamwe. Alikataa Petro. Twende. Akamwambia nini? Kama nisipokutawadha. Hapa nisipokutawadha unashirika nani? Kwa hivyo mtu ambaye atawadha hana shirika na nani? Ana shirika na Yesu. Wa Kristo atawadha wapi? Atawadhi. Maliza andiko. Simioni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu. Sio miguu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Nafanya hivyo kanisani. Wapi? Yesu. Tulia hapo. Mimi nafika hapo. Siendelei. Maliza. Yesu. Nyamazeni basi musikie. Twende. Mumenyamaza. Unajua mwalimu ni Yesu. Mwalimu. Naam. Unajua unapochukua mtoto mdogo umpeleka hospitali kama ni mgonjwa, daktari anakudunga nini? Shindano. Mtoto anacheka ama analia? Anapiga nduru. Lakini kumbe ndio dawa inafanya nini? Ndio inaingia. Imejaa dawa imefika. Kabisa. Twende. Yesu akamwambia. Yeye aliyekwisha kuoga. Hebu sikia Kiswahili sasa hapo. Yeye aliyekwisha kuoga hana haja ile ya kutawadha. Si kutawadha.
kutawadwa, si kutawadwa. Ile ya kutawadha miguu. Kwa hivyo ni wewe unatawadha baada ya kuoga. Mushindwe katika jina langu. Saika. Kwa hivyo hii ndio ibada sahihi ya manabii. Lakini neno ibada, unaposema ibada, imebeba vitu mingi, kwa kuwa kutoa sadaka ni ibada, kuongea maneno mazuri ni ibada. Ibada iko na vipengele nyingi sana, lakini hii ni moja kati ya ibada manabii waliofanya. Kuna ya pili, kufunga saumu. Waislamu hii wanafanya ni ibada. Hebu Qur'an sura ya 2 183. Twende. Qur'ani 2 183. Haraka. Inasema hivi mwalimu, kwa haraka. Ibada imebeba vitu mingi sana. Enyi mlioamini. Na kuna wengine wafunga, lakini wafunga ajabu kama ndugu zetu wa Roman Catholic. Wanafunga kula maharagwe, wanakula nyama. Na haya wanasema zile tukuli nyama, lakini wakula maharagwe na chapati. Sasa maharagwe ni protein, nyama ni protein. Umefunga nini? Usiseme tu ni pesa ya nyama hauna. Soma andiko. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Kwa hivyo Waislamu, ikifika mwezi wa 9 tunaingia kwenye ibada maalum ya kufunga mwezi mtukufu. Tunajizuia kula na kunywa, lakini yetu ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yetu ni asubuhi mpaka jioni, kwa mujibu wa Biblia 20:26 kitabu cha Waamuzi. Twende. Waamuzi. Usiseme ndio Waislamu wanafunga asubuhi wanakula. Tunakula kama vile Mungu alivyoamrisha, lakini manabii walikuwa na uwezo wa kufunga more than 100 days bila kula bila kunywa. Hao ni manabii, lakini sisi tumewekewa namna gani? Twende. Mwalimu, Waamuzi 20:26. Tembea haraka. Ngoja mwalimu nifike. Nataka kuingia kanisani jamani wewe. Waamuzi. Furuge nyimbo pale. Mambo ya mapenzi na vitu kwenda ndani ya kanisa nitoe nje. Twende haraka wewe. Waamuzi mwalimu. Naam. Ngoja kidogo nifike. Haya haraka. Ndio hiyo nafika. Unajua Yesu aliingia ndani ya hekalu, akawaambia nyumba ya baba yangu imeandikwa nyumba ya sala, lakini mmeifanya nyumba ya biashara. Akachukua meza na viti akaipindua. Sasa kiti kipinduliwa unaweza kalia? Maana yake ni utoe nje. Msikitini ukiingia kiti hakuna, kanisani viti ziko, mrudishe kwa nini? Kwani kule ni hotelini? Sehemu ya kuabudu Mungu kule. Ndio maana Yesu aliwaambia toeni nje, ninyi mkarudisha ndani. Hatari kubwa. Twende. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea, wakaenda Betheli na kulia, wakaketia mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Kwa hivyo ndio ibada Uislamu tunaifanya. Ibada ambayo tunaifunga ya Ramadhani inaitwa saumu. Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Je, Biblia inasema tufunge mwezi gani? 36:9 kitabu cha Yeremia. Yeremia 36:9 inasema hivi mwalimu. Lazima Wakristo mfunge, mkae na njaa mwezi mzima, sio mnakula tu. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Hakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9. Mwezi gani huo? Wa 9. Ilifanyika nini? Watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda walifanyaje? Wakapiga mbio. Wakapiga mbio, wakatoa tangazo ya kufunga mbele za Bwana mwezi wa 9 kama Waislamu. Baada ya mwezi umekamilika, Waislamu washerehekea sikukuu yetu, inaitwa sikukuu ya Idi. Hosea 9:5. Twende. Hosea 9:5. Alafu mtoto tuambie mambo ya Christmas mlitoa wapi? Na hii furugu ya Christmas hakuna, ni ukafiri wa hali ya juu. Twende. Hosea 9:5. Haraka. Mtafanya nini? Mungu anauliza swali. Mtafanya nini katika siku ya mkutano ya Idi? Katika siku ya mkutano wa Idi. Maliza. Na katika siku ya karamu ya Bwana. Ukisikia leo Murube kuna karamu, hiyo karamu manake ni sherehe. Sherehe yenyewe inaitwa Idi. Wakristo mnasherehekea Idi wapi? Na imeandikwa na Biblia. Kwani mnasoma upside down ama mnavaa miwani ambao? Siniangalie vibaya mimi sikuambia ende kanisani na kuvaa suti na tai. Kwanza mwalimu aliyokuwa hapa akasema jamani, kanzu si kanzu ndio vazi takatifu. 16:4 Walawi. 16:4 Walawi. Unavaa vai namna hii. Inasema na wewe pasa ukija hapo uniambie suti na tai uliitwa wapi kwa mujibu wa maandiko? Ama mnasemaje Uislamu?
akija hapa atoe suti na tai kwa muda alitoa wapi? Hata kama ni gazeti wewe soma tu tutaamini. Twende. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Asante. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Twende. Atafunga ule mshipi wa kitani. Yaani kama sio ndo nikiwaonyesha. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Unaiona hapa ndio. Haya ndio mavazi matakatifu. Full stop. Imeisha. Takbir. Baada ya kumaliza hapo jameni, mavazi matakatifu ndio hayo. Mwalimu, kuna kitu ambacho nimeguzia hapa. Anasema jameni, mwalimu ameongea vibaya, atatoa ushahidi. Christmas hakuna. Christmas hakuna. Christmas na Mashujaa Day hakuna tofauti. Lakini sasa hivi kuna makundi mawili hapa. Nini maana ya Christmas kwanza? Tuifuruge au tueleze? Hebu nipigie kwanza 52:31 Yeremia. Nini maana ya Christmas? Yeremia 52:31. 52:31. Nini maana ya Christmas? Ukisikia Christmas haina, yaani ukisherehekea Mashujaa Day sawa na Christmas. Mwalimu wangu una dakika 5. Yatosha kufunga kanisa. Mwalimu amesema 52:31. Twende. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake uhakimu mfalme wa Yuda, asante, katika mwezi wa 12, ulikuwa ni mwezi wa 12, maana yake Disemba, siku 25 ya mwezi, wanasherehekea 25 Disemba, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, ndio katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda, ndio akamtoa gerezani. Unaona, kwa hivyo ni mfalme ametolewa jela, kama vile Kenyatta aitolewa jela. Mpaka leo tunasherehekea. Kwa hivyo ukisherehekea hii, unajua unasherehekea mtu kutolewa jela. Lakini sasa hao ni wajanja, hawa hawana. Hawa tunaopenda wao wamekataa, wanajua ni ujanja huo. Ama Wakristo ambao tuko nao hapa wenye kusherehekea Christmas ni wachache. Hawa SDA ni wajanja sana. SDA najua hiyo haifai, ama sivyo? Si ndio? Tuweke chini. Wale wengine waliobaki wote kwa mujibu wa SDA ni motoni. Si ndio? Christmas ni mbaya, si kweli? Ukisherehekea motoni, sio? Kwa hivyo Wakristo wengine jiandaeni kuingia moto, la sivyo mwendeni msikitini. Haya, hii ni ibada kweli. Luka 3:10. Mwalimu. Luka 3:10 na ngapi? Moja. Luka 3:11. Lazima Yesu afalishe kanzu pia yeye. Twende. Wakimbie msikitini haraka haraka. Yaani nyinyi msiingie SDA, kujeni msikitini. Akawajibu akiwaambia. Yesu akajibu akawaambia, mwenye kanzu 2. Yesu asema mtu akiwa na kanzu 2 na ampe asiye na kanzu. Unaona, kwa hivyo hii ndio ibada kamili. Sasa kuna ibada nyingine ambayo nilikuta hapa ya ubatizo. Anasema ukiweka maji hapa, hiyo ni kama sijui ni irrigation. Nilimpata jamaa yangu, rafiki yangu sana kutoka Turkana, sijui ako wapi. Yule kule rafiki yangu sana from Turkana, nampenda sana. Ako na suna kama mimi. Unaona Anasema ukiweka maji namna hii kama Roman kaza, hiyo ni irrigation. Lakini ile pesa hii ni ile ya kutumbikia ndani ya maji. Unatolewa. Lakini hii bado nini amuifuati nyinyi? Kwa nini? 3:11 kitabu cha Mathayo. Twende. 3:11 Mathayo. Leo sio hiyo. Hii mnafuata ibada ya Yohana, sio Yesu. Twende. Mwalimu Mathayo. 3:11. 3:11 inasema hivi, hiyo ni ibada fake na fai simame mpaka ndani ya makanisa. Twende. Kwa hiyo mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Yohana anasema nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Bali yeye aliye nyuma yangu, bali yeye ambaye ni Yesu ajaye nyuma yangu, ana nguvu kuliko mimi. Ako na nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Asante. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sio maji. Not water. Sasa Roho Mtakatifu na maji maana yake nini? Hiyo inakuja katika zingine baadaye, siguzi. Na hata namna hiyo. Nini maana ya Roho Mtakatifu? Nini maana ya moto? Hizi vitu mbili nini maana yake? Itakuja baadaye. Na ileta pale. Ibada sahihi ambayo ni ya kuabudu vile manabii nimetoa, waliabudu, Yesu mwenyewe alifunga, Musa akafunga, ninyi hakuna mahali amtatoa ushahidi wa maandiko vile manabii walifanya. Nani Mungu wa kweli anafaa kuabudiwa? 17:110 Qur'an. Twende. 17:110 Qur'an nasema. Nasema hivi kwa sababu chairman
Sio chairman, yule pastor yule amekaa karibu na vyombo pale. Aliombea watu alafu anasema katika lugha ya Kimombo akasema wanafaa kumwabudu Jesus Christ. Makosa makubwa, hafai kuabudiwa huyu. Huyu ni mtumwa wa Mungu, unafaa kuabudu aliyemtuma. Toma andiko hili. Sema, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Anayefaa kuabudiwa ni Allah. The unique name ambaye haina plural. You can say God, una God. Lakini Allah you can say Allah. Yani wazee wa kanisa ni wazuri. Mungu awabariki, mwingie msikitini.